Na basi sawa, labda pengine sisi tumkaribishe mwenyeji wetu. By the way, huyu ni mwenyeji wetu lakini sisi tunamkaribisha. Lakini lazima tumkaribishe kwa sababu sasa anasikika sasa hivi live kupitia Jambo FM. Tumkaribishe sasa hivi ili na yeye pia atukaribishe ndani ya eneo lake la kimamlaka mkoa wa Mwanza. DCP Wilbrod Mutafungwa, karibu sana Jambo FM. Ya, ni kweli mimi ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza. Kwa majina yangu naitwa Wilbrod William Mutafungwa. Ni naibu kamishna wa jeshi la polisi. Nichukue nafasi hii kwa furaha kabisa kuwakaribisha ninyi watendaji wa Jambo FM katika mkoa huu wa Mwanza. Na ni kweli kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba Mwanza ni salama. Na mimi nathibitisha hayo. Kwanza mkoa wa Mwanza kwa ujumla ni mkoa ambao uko shwari kabisa. Mpaka sasa tunapoongea na ninyi hakuna matukio makubwa yanayoleta hofu kwa wananchi, kwa wakazi wa jiji la Mwanza, lakini mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Watu wote wanafanya shughuli zao bila kuwa na hofu yoyote ile ya uhalifu. Hawana wasiwasi wa aina yoyote. Mtu hawezi kushindwa kuzalisha akasingizia uhalifu, atasingizia sababu nyingine, lakini swala la uhalifu tulishawahakikishia wananchi kwamba ili tutalidhibiti. Kwa hiyo mkoa uko salama. Kwa hiyo na nyinyi tunawakaribisha, na sio ninyi tu. Tunaendelea kuwakaribisha watu wengine wanaopenda kuja kuwekeza Mwanza, wanaopenda kuja kutembea Mwanza, wanaopenda kuja kupata furaha katika jiji la miamba, wenyewe waje tu. Sisi jeshi la polisi tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kazi yetu ni kuweka mkoa salama kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kijamii na za kisiasa. Mkoa wetu uko shwari kabisa. Kwa hiyo niseme tu karibuni. Asante sana. Shukrani sana. Kamanda, mimi kwanza huwa napenda wana maisha fresh kwanza waanze kukufahamu wewe binafsi. Kwa mimi kwanza naomba uniruhusu niondoe yale maneno ya naibu kamishna wa jeshi la polisi kwanza, nibakie na Wilbrod Mutafungwa kwanza. Natamani kujua labda Wilbrod Mutafungwa ni mtu wa namna gani binafsi? Ya. Sijazoea kuulizwa maswali ya aina hiyo, lakini nitayajibu. Wilbrod William Mutafungwa ni Mtanzania. Mtanzania ambaye mimi nimezaliwa kwa wazazi nikiwa mtoto wa 3. Mimi ni Mtanzania, lakini mkoa wangu wa kuzaliwa ni mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi. Huko ndio kwetu. Mimi kwa sasa niko hapa Mwanza nikifanya kazi kama mtumishi wa jeshi la polisi. Kwa upande mwingine maisha yangu binafsi ni kwamba mimi nikiwa hapa kama mtumishi wa jeshi la polisi, ninapenda pia ninapokuwa sipo katika majukumu hayo ambapo ni muda mfupi sana, huwa napenda kutumia muda wangu mwingi sana katika swala zima la kushirikiana na watu mbalimbali, masuala ya kijamii. Lakini pia ni mpenzi wa michezo. Upenda kuangalia, upenda kusikiliza, upenda kutizama michezo kama sehemu ya burudani. Okay. Lakini kubwa zaidi siku za Jumapili ninapenda kwenda kuabudu. Okay. Ndio. Kumwambia Mungu asante kwa kazi ambazo nakuwa nimezifanya kwa wiki nzima. Kwa hiyo pia hujishughulisha na swala la imani. Okay. Kwa kumwabudu Mungu na kumuomba, kwa sababu si mnajua yeye ndo anayeweza kila kitu. Kabisa, ni kweli. Sisi tunafanya, lakini bila yeye kufanya kwanza sisi tutakuwa tunapoteza muda wetu. Okay. Kwa hiyo maisha yangu mengine nimeyawekeza huko. Okay. Lakini ninapenda kushirikiana na watu
wote, na maisha yangu mengine napenda sana amani. Ndio. Napenda sana usalama. Okay. Lakini napenda sana watu wanaowajibika na watu wanaochapa kazi. Okay. Sawa. Yeah. Swali langu jingine bado litakuwa bado ni binafsi. Natamani pia, unajua tunaposikia vitu kama hivi, kuna vijana wanahamasika, kuna vijana wanajifunza kwamba kumbe hata kamanda ametokea katika maisha haya ambayo tumetokea sisi pia. Natamani kujua nini ambacho kilimvutia huyu Wilbrod kuja kujiunga na jeshi la polisi. Mimi nililazimika kujiunga na jeshi la polisi kwanza kwa sababu ya kuitumikia nchi yangu katika eneo hili la kuzuia uhalifu. Okay. Kwa hiyo nikaomba kama ambavyo vijana wengi walikuwa naomba kujiunga na jeshi la polisi, na mimi nikawa nimechaguliwa kwenda katika course. Ndio. Na hatimaye sasa ninafanya kazi hii kama askari au kama afisa wa jeshi la polisi. Nilikuwa nimesahau kusema, ndio, mimi nimeoa pia. Ndio. Muhimu sana. Muhimu sana hilo kamanda. Nimeoa pia na mke, ni baba mwenye mke na watoto. Okay. Sawa. Tunafahamu wakati hii itakuwa la mwisho binafsi. Watu huwa wanasema maji hufuata mkondo wakati mwingine. Natamani kujua wewe, baada ya kutumikia au kutumika katika jeshi hili la polisi, umeona mengi, umeona mazuri, umeona magumu, na wakati mwingine sisi kama raia ambao hatujawahi kuingia katika jeshi la polisi, na wakati mwingine tunawaogopa kwa sababu tunaona kama kazi yenu ni kazi ngumu sana. Tunaona kama hata mchakato wa kufikia hapo ulipofika ni mchakato mgumu sana kiasi kwamba wengine wanaogopa kurudi. Labda kwa wewe, mpaka kufikia nafasi hii hapa ya naibu kamishna wa jeshi la polisi, unaweza kumshauri mwanao au mtu yeyote aweze kuingia kwenye jeshi la polisi, na kwa nini? Ni kweli mimi niliingia katika kazi ya uaskari kwanza, kazi ambayo niliipenda. Okay. Na ni kazi ambayo pia naipenda mpaka sasa. Kwa hiyo watu wengine wanapoweza kawa nafikiri kwamba kazi ya uaskari ni ngumu, mimi sioni ugumu wake kwa sababu ni kazi ninayoipenda. Isipokuwa kuna changamoto ambazo zipo, ndio, ambazo kisha kuwepo lazima ukabiliane nazo kama kazi ulioamua kuifanya. Kwa hiyo mimi binafsi, familia yangu, watoto, ndugu, jamaa, bado ninawashauri kufanya kazi hii. Okay. Ya uaskari, kwa sababu kazi ya uaskari inamuimarisha mtu katika swala zima la nidhamu, ndio, katika swala zima la uwajibikaji. Ndio. Na unapokuwa umeshaweka vitu hivyo mbele, ni dhahiri maisha yako yatakwenda kufanikiwa tu, kwa sababu hayupo mtu ambaye aliwahi kufanikiwa bila kuwa na nidhamu. Ni kweli. Na kwenye uaskari kuna nidhamu ya hali ya juu. Hakuna mtu ambaye aliwahi kufanikiwa bila kuwa na uwajibikaji. Hata kama una shamba lako unalima kule nyumbani, kama uendi shambani mapema, ndio, unasubiri kusukumwa au uwajibiki ipasavyo, huwezi kupata mazao yanayotakiwa. Okay. Lakini vitu hivyo, hayo mambo makubwa mawili pia ndio ambayo mimi yamenisaidia. Okay. Kuweza kufika katika cheo hiki nilichokuwa nacho. Okay. Uwajibikaji, nidhamu ya hali ya juu, uadilifu wa hali ya juu, kufuata misingi ya kazi, kuwa muumini wa misingi ya kazi unayopewa na taasisi yako, kuhakikisha kwamba unaifuata kama ilivyo. Lakini jambo lingine ambalo watu hawalielewi ni kwamba wanafikiri kazi ya uaskari ni kazi tu kama zilivyokuwa kazi nyingine. Kazi ya uaskari pia ni wito. Ndio. Kazi ya uaskari mimi nasema ni wito, ni kama zilivyokuwa kazi za walimu, ni kama zilivyokuwa kazi za hata wahubiri wa dini au viongozi wetu wa dini. Kwa sababu wakati mwingine inatakiwa kujitoa kwa ziada kwa ajili ya watu. Okay. Kujitoa katika maisha yako ya ziada kwa ajili ya watu. Okay.
Lakini nisisitize tu, kama una uadilifu, kama una nidhamu, kama si mwajibikaji, huwezi pia kusimamia sheria za nchi. Yani kweli. Huwezi pia kufanya vizuri swala la kusimamia sheria za nchi, kwa sababu kazi yetu ni mojawapo ya kazi yetu ni kusimamia sheria za nchi kwa haki na kwa uadilifu, kuhakikisha kwamba sheria hizo hazivunjwi. Lakini kazi yetu nyingine kama ilivyo kulinda usalama wa watu pamoja na mali zao, ni kazi ambayo inatakiwa kujituma zaidi, kwa sababu tunaowahudumia ni Watanzania wenye vipato tofauti, wenye rangi tofauti, wenye uwezo tofauti, ambao wanatamani kuona mtu anaitwa askari ameshiriki moja kwa moja katika kulinda usalama wake na usalama wa mali yake. Kazi hiyo ni kazi kubwa sana. Inahitaji uadilifu wa hali ya juu, inahitaji uwajibikaji wa hali ya juu, lakini inahitaji kujitoa. Mimi ni kushukuru sana kwa hiyo nafasi kidogo japo ni kiduchu ya kuturuhusu tuondoe ile DCP tuweze ku-experience kidogo njia ya jeshi la polisi. Wilbrod Mutafungwa ni mtu wa namna gani? Tukirejea sasa katika majukumu yako, labda tuanze sasa rasmi na Bizzo. Kabisa, tukirejea sasa hapo moja kwa moja Mbudu pamoja na Bizzo, nilikuwa nataka tuanzie hapo. Tulikuwa tunazungumza pale asubuhi na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Mtanda, akazungumza hali ya kiusalama katika jiji la Mwanza, miongoni mwa majiji ambayo yamekuwa na watu wengi sana. Na tukizungumzia Mwanza, tunazungumzia jiji ambalo lina njia nyingi za watu kuweza kufika kwao. Kuna njia ya barabara ambao watatumia magari, kuna njia ya maji, ziwa ambao wanaweza kutumia meli pamoja na ndege. Tukizungumza mpaka sasa hivi na leo ni Ijumaa, hali ya kiusalama iko vipi katika jiji la Mwanza? Na tunajua weekend watu wanasema wanaweka matatizo pembeni, tunapata burudani kidogo. Hali ya Mwanza inakuwaje kuanzia Ijumaa mpaka tunaenda kuikuta Jumatatu? Hali ya Mwanza kuanzia Ijumaa, yani kwenye weekend hizi, Mwanza ni jiji ambalo linapokea watu wengi sana, hususan kwenye hizi weekends, lakini hata kwenye shughuli nyingine za sikukuu kubwa kama ilivyokuwa Christmas, Pasaka na shughuli nyingine kubwa tu zinazoangukia siku hizo, kunakuwa na mwingiliano mkubwa sana wa watu wanatoka mikoa mbalimbali kama Geita, watu wanatoka Simiyu, watu wanatoka hata Musoma kwa ajili ya kuja hapa kwa ajili ya, hili ni jiji lina mambo mengi, hata kwa ajili ya kufanya starehe, hata kwa ajili ya kuja kufanya manunuzi na shughuli nyingine mbalimbali. Kwa hiyo mwisho wa wiki jiji la Mwanza idadi ya watu inakuwa kubwa, na kama ambavyo watu wanaongezeka ndivyo ambavyo pia na magari, nikiwa na maana vyombo vya moto vinaongezeka barabarani. Sasa kipindi hicho ni kipindi cha jeshi la polisi kuwa makini sana, kuongeza umakini wake katika kutoa huduma kwa wananchi wale waliopo na wananchi wale wanaoingia katika jiji. Lakini mpaka sasa ninapoongea, nikirudi kwenye swali lako, hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Mwanza ni salama, na mimi ni salama sana. Upande wa usalama barabarani ni salama, upande wa wananchi huku katika mitaa, katika vijiji, usalama upo. Mimi sipendi kulisema hili sana, pengine inaweza kawa tutakatafsiriwa kwamba tunajidai kwa lugha ya mtaani. Lakini niseme hivi nikiwa ninawashukuru wananchi wa mkoa wa Mwanza ambao wametambua kwamba jukumu la kuweka ulinzi na katika mkoa sio la jeshi la polisi peke yetu. Ni swala la wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza. Lakini niliseme hili nikiwa pia ninawashukuru wenzetu wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama ambao pia tunafanya nao kazi bega kwa bega, na wameshiriki kikamilifu pamoja na sisi katika eneo hili la kuweka hali ya ulinzi na usalama kuendelea kuwa salama katika mkoa wetu. Sasa hili si jambo la chombo kimoja, ni jambo la vyombo mbalimbali ambavyo tunashirikiana navyo, lakini kipekee kabisa
wananchi wa Mwanza ambao tukiwaambia wanatusikia. Tukiwaelekeza wanatusikia, tukikemea wanatusikia, tukiwafundisha wanaelewa. Ndio. Kwa hiyo katika umoja huu ndio inasababisha sasa usalama uendelee kuwepo. Kamanda, mimi nikupongeze kwa kweli, kwa sababu mimi wakati tunaingia jana hapa usiku, mimi nili experience kitu ambacho miaka ya nyuma kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana. Jana sisi tumeingia Mwanza kutoka Bukoba around saa 7 za usiku. Na tulipofika hapa tukatawanyika, kila mmoja akaenda kulala katika hoteli ambayo yeye aliona inafaa. Sasa mimi niliprefer zaidi kwenda kulala Nyakato. Nikachukua bodaboda tukawa tunakwenda. Tumefika kabla tumefika pale mlango mmoja pale. Ule bodaboda akaniambia bana, hii barabara imefungwa kwa sababu baada ya lile daraja la Mabatini kwa mbele pale ambapo palikuwa panajaa sana maji, mvua zikinyesha, mafuriko, pale panatengenezwa sasa hivi. Kwa hiyo kuna njia za michepuko. Kwa hiyo akachepuka hii njia kuingia kulia kwenye makaburi ya Waislamu, kupita pembezoni huku Mabatini. Bana, zamani ile njia ilikuwa huwezi kupita hata saa 1 jioni, saa 2. Mimi na experience kwa sababu mimi ni mwenyeji hapa. Kwa hiyo tukapita, nikamwambia hii njia salama, akaniambia hakuna tatizo. Yaani hapo tutapita vizuri kabisa saa 8 za usiku kamanda, na tukapita bila tashwishu hizo zote. Kwa hiyo mimi nikupongeza sana katika hilo. Mimi swali langu nalipeleka katika eneo la polisi jamii. Sasa hivi imekuwa tunajua kwamba idadi ya wananchi ama raia inaongezeka. By the way, idadi ya polisi pia inaongezeka, lakini idadi ya raia inaongezeka zaidi kuliko idadi ya polisi. Kwa hiyo sasa hivi sijui ile ratio imekaaje, polisi mmoja analinda raia wangapi, lakini kutokana na hilo jeshi la polisi likaja na mbinu ya kushirikisha jamii katika kuanza kutengeneza hali ya usalama. Polisi jamii mmekuwa mkitumia sungusungu, mmekuwa mkitumia wale polisi wa kata, wanaitwa nani wale polisi wa kata katika maeneo ya kata. Yes, wakaguzi wa kata. Kwa hapa mkoa wa Mwanza zoezi hili linakwendaje? Hao wasaidizi hao polisi jamii wanafanya kazi nzuri kwa kiwango gani? Kuna wakati kulikuwa kuna malalamiko kwamba kidogo kamata yao inakuwa tashwishu kidogo. Sometimes wamekuwa wakati mwingine wakishirikiana pia na wahalifu. Sasa hivi hali ikoje katika eneo hilo la polisi jamii kama? Karibu sana. Asante. Kwanza naomba hili jambo lieleweke kwamba jeshi la polisi limeweka mikakati yake katika kushughulika na uhalifu, katika kuudhibiti na kuuzuia uhalifu na kuleta amani na usalama katika himaya yoyote. Mikakati iliyowekwa, mkakati wa kwanza kabisa ni mkakati wa kuishirikisha jamii katika kuleta usalama na amani hiyo tunayoiongelea. Kuishirikisha jamii. Huo ndio mkakati wa kwanza ambao umetangulizwa. Mikakati mingine sasa ndio inafanya nini? Inafuata. Katika kuliweka hilo limezingatia pia mambo yafuatayo, kwamba idadi ya askari wa jeshi la polisi hailingani na wananchi waliopo katika himaya fulani. Kwa mfano katika mkoa wetu, idadi yetu ambayo samahani siwezi kuitaja, ndio tuko wachache ukilinganisha na idadi ya wananchi wa mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza una zaidi ya watu 3.6 kama sijakosea hivi. Ndio. Ni watu wengi ukilinganisha na idadi yetu ambayo nimesema kwa sababu za ndani siwezi kutaja idadi yetu. Lakini kimsingi sisi tuko wachache. Na hivyo kwa uchache huo inatakiwa sasa askari mmoja au askari wawili kuwa na watu wengi wa kuwalinda kuliko uwezo ambao tunao. Jambo ambalo askari mmoja sasa aweza kuzidiwa na kazi, hivyo utendaji wake usiwe ule tunao utarajia. Sasa kupitia hivyo sasa ndio maana jeshi la polisi likaweka huo mkakati wa kuishirikisha jamii, ambapo na wenyewe umegawanywa katika mipango yake ya utekelezaji. Katika mkoa wetu mpango wa utekelezaji tunao kwenda nao ni wakaguzi wa kata. Ndio. Tuna watu wanaitwa wakaguzi wa kata.
Mkaguzi wa kata ni polisi mwenye cheo cha inspector, Ndio. ambao tunawapanga katika kata zetu. Okay. Mathalani katika mkoa wetu tuna kata 181 Ndio. mkoa mzima. Katika kuhakikisha kwamba mpango huo sasa unafanya kazi, mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania Afande IGP Camillus Mongoso Wambura tayari ameshatuwezesha katika mkoa wetu kupata wakaguzi hao 181. Okay. Kila kata kuna mkaguzi wa Jeshi la Polisi. Yule mkaguzi yuko kule, hali ambayo sivyo ilivyokuwa siku za nyuma. Ndio. Siku za nyuma kuna kata ambayo ilikuwa watu wanamaliza miezi kadhaa hawajai kuona polisi. Wanakuta na changamoto nyingi, migogoro mingi ya kijamii, changamoto nyingi tu za kawaida, elimu tu ya kawaida ambayo inatakiwa kutolewa na afisa wa Jeshi la Polisi. Walikuwa hawapati. Kwa hiyo hali hiyo sasa ilikuwa inasababisha sasa kuongezeka kwa matukio ya kihalifu. Hata ule udhibiti ulikuwa unakuwa sio mwepesi kama ilivyo sasa. Ndiyo. Sasa uwepo kwa wale wakaguzi wa kata wamerahisisha. Wanafanya majukumu gani? Wanafanya majukumu ya kuwasiliana na jamii moja kwa moja. Wanavyowasiliana na jamii, ina maana wanatengeneza sasa daraja kati ya Jeshi la Polisi na wananchi na jamii yenyewe, ili kuweza kutanzua changamoto zao za kiusalama zilizopo kwenye maeneo yao. Mathalani migogoro ya ardhi katika mkoa wetu. Ndio. Natoa mfano. Mathalani mambo ya mauaji kwa imani potofu za kishirikina. Ndio. Kwa watu kwa sababu ya kukosa elimu. Migogoro ndani ya familia inayosababisha matukio ya ukatili. Ndio. Migogoro kati ya mtu na mtu. Askari hawa, wakaguzi hawa kata wameweza kuelimisha jamii, na katika kufanya hivyo tumeweza kupunguza matukio hayo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kazi yao ya pili ni kuyasikiliza yale yaliyoko kule katika kata zao. Ndio. Na kuyawasilisha sasa kwenye mamlaka za Jeshi la Polisi kwa njia rahisi na isiyochukua muda mrefu. Ndio. Isiyokuwa na urasimu mwingi. Ina maana kwamba mkaguzi wa kata anawasiliana na mkuu wa kituo katika kituo husika. Nitatoa mfano kama hapa. Ndio. Kama hapa tulipo ambapo ni Nyamagana. Kwa mfano kata ya Mirongo kule. Ndio. Kama kuna mkaguzi wa kata, ina maana anachukua yale yote yaliyopo kwenye mitaa yote. Ndio. Kama yamemshinda kuzuia au kuyashughulikia. Ndio. Anayaleta tu jioni, anatembea, anakuja jioni kwa mkuu wa kituo hapa Central. Ndio. Anamwambia kama ni swala la vibaka. Ndio. Mkuu wa kituo hapa Central Nyamagana anaandaa mpango kazi wa doria. Ndio. Zile changamoto zinakwenda kufikiwa ndani ya muda mfupi, zinapata ufumbuzi kwa muda mfupi, na mwisho wa siku wananchi wanakuwa na usalama, wanakuwa na amani, wanalifurahia Jeshi la Polisi na wanaifurahia serikali yao iliyoko madarakani. Kwa hiyo sasa kwenye kata 181 zote tumeweza kufanya hivyo, na hivyo kuzifanya kazi zetu kuwa rahisi. Na wale wanatusaidia pia hata kuwa na doria ambazo ni doria za miguu, doria za magari, doria za pikipiki ambazo zinalenga kwenye kiini cha tatizo. Ndio. Kama una taarifa za kutosha, utakuta unapanga mtaa fulani doria ya kuzuia uhalifu. Kumbe wale wananchi hata changamoto ya uhalifu hawana. Kwa hiyo mwisho wa siku wanaona wale askari kama wamekuja kusumbua. Lakini kwa sababu una taarifa za kutosha kutoka kwa wakaguzi wa kata, basi ile doria yako utaipeleka kwa yenye yale mahitaji, mitaa ambayo ina vibaka, na kama changamoto yote ya uhalifu pale, wale askari watafanya kazi ambayo wananchi wataifurahia, na hivyo wataongeza imani ya Jeshi la Polisi, na hivyo watakuwa wanaleta taarifa mara kwa mara. Kwa hiyo hakuna kubashiri tena. Ndiyo. Kwa sababu tuna watu wetu, wawakilishi wetu kule ambao kazi yao ni kuleta taarifa kwa yale mambo ambayo yameshindikana. Sasa nilichokuwa nataka kusema ni kwamba huu mpango wa wakaguzi wa kata
umefanikiwa na umeleta mafanikio makubwa sana kwa jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza. Na kwa sababu hiyo, na mimi naongea hapa kwenye vyombo vya habari, najua kwenye chombo hiki cha habari najua mnapeleka, nichukue nafasi hii kumpongeza kiongozi wangu afande mkuu wa jeshi la polisi Tanzania na timu yake kwa maamuzi haya ambayo mimi natoa kama tathmini, pia wasikie kwamba yamesaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza kero za uhalifu na kutatua matatizo ya wananchi yanayogusa mambo ya usalama kwa uharaka, kwa wakati na watu, kwa sababu hiyo wameongeza imani kubwa kwa jeshi la polisi na serikali kwa hiyo tunampongeza sana afande IGP. Kwa hiyo nilikuwa nasemea huo mpango na huo mkakati. Huo mkakati pia unahusisha pia na kuvitambua hao wakaguzi wa kata. Kazi yao nyingine ni kutambua makundi ya watu, taasisi za serikali zilizoko kule ambao na wadau wengine ambao wanatakiwa kushirikiana na jeshi la polisi katika swala zima la kuzuia uhalifu. Manake kazi kubwa ni kuzuia uhalifu. Huo mpango na huo mkakati kazi yake kubwa ni kuzuia uhalifu. Sasa katika kufanya hivyo, hawa wakaguzi wa kata kazi yao inakuwa ni kubaini vile vikundi vya watu na kuvifundisha. Kwa mfano kule kuna makundi ya sungusungu, wanafundisha vile vikundi vya jadi. Wanafanya kazi nzuri wale sungusungu, lakini lazima wajue sheria za nchi, walau wawe na ufahamu kuhusu pengine ukamataji salama. Wawe na ufahamu kuhusu mambo gani ambayo wataki kuyafanya wakati wanakamata. Wajue kwamba hata wao wanapokamata mtu pia wanatakiwa wajilinde wasipate changamoto yoyote mtu akawashambulia. Lakini lazima wajue hata haki za binadamu, kwamba ukimkamata mhalifu unatakiwa umpeleke polisi, ambapo polisi shauri lake litapelelezwa na atapelekwa mahakamani, na mahakama pekee ndio inaruhusiwa kufanya maamuzi ya haki. Wasimshambulie mtu, wasigeuke mahakama. Sasa matokeo yake hawa vikundi vimeweza kuelimika. Ndio maana sasa hivi utaona hata mambo yalikuwa yametamalaki ya hawa sungusungu kujichukulia sheria mikononi yanakwenda yanapungua kwa kiasi kikubwa. Ni kazi ya wakaguzi wa kata kutokana na elimu ile ambayo tumeipeleka. Lakini kuna hili la kuanzisha vikundi vipya kwa ajili ya kuimarisha usalama kwenye mitaa na kwenye kata. Wanaanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi. Tukumbuke kwamba ni jukumu au ni wajibu wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kuweka usalama katika mtaa wake au kuweka usalama katika kijiji chake, ikiwa ni pamoja na kuwashirikisha wananchi wenyewe. Sasa wakaguzi wa kata wanapokuwa kule, na wenyewe wanafundisha vile vikundi na wanafanya mapitio kujua ni watu gani waadilifu, ni watu gani si waadilifu, ili wasije wakaingia watu ambao si waadilifu kule. Na vile vikundi vinafanya doria katika yale maeneo, na doria ambayo inakuwa inaleta tija, kwa sababu wale wanaofanya doria katika mitaa ni wale ambao wanawafahamu kabisa wananchi wanaokaa pale. Kwa hiyo ni rahisi kuzuia uhalifu. Hiyo nayo imetusaidia sana, ingawa zinaweza zikawepo changamoto za hapa na pale, lakini hizo tunazikabili na kurekebisha. Lakini dhana nzima bado ni nzuri, imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza au kuzuia uhalifu. Lakini kule kwenye mitaa na kwenye vijiji, mfumo huo pia ni mfumo unaokuwa na jicho la kutizama usalama wa watu, lakini jicho la watu wengine ambao hawana nia nzuri. Huu mkoa ni mkubwa. Lazima tujenge ile dhana ya kila mtu awe na dhana ya kutizama katika sura ya kiusalama, kuangalia watu wanaoingia, wanaingia watu wageni na kutoa taarifa. Sasa lazima watu wajengwe. Anayewajenga hivyo katika sura hiyo ya wananchi kuwa na jicho la kiusalama ni mkaguzi wetu yuko kule. Na kwa kufanya hivyo imetusaidia. Nirudie tena kumpongeza afande IGP kwa maamuzi hayo yenye busara.
Na tukibaki hapo hapo, umezungumzia kwenye eneo la sungusungu namna ambavyo katika kata namna ambavyo ulinzi unaendelea kuimarishwa, lakini hao watu ambao wenye nia ovu hawajawahi kuishiwa mbinu za kujua ni namna gani wanaweza kupata kitu ambacho wanakitaka kutoka kwa watu husika. Sasa hivi hata teknolojia zimekuwa zikitumika sana, na ndio maana hatuwezi kumaliza siku bila kuingia message kwenye simu ya ule ujumbe sitapeliki. Hali ipoje katika jiji la Mwanza? Wananchi wanauelewa kuhusiana na namna sahihi ya kuweza kutoa taarifa hizo pale ambapo inatokea tu message, tuma kwenye namba hii, fanya muamala huo kupitia namba hii? Ya, nitakujibu, lakini kabla sijafanya hivyo pia nirudi tena nyuma kidogo kwenye hili jambo la ushirikishwaji wa jamii katika kuzuia uhalifu. Ndio. Nitatoa mfano. Mwaka jana mpango kazi huo wa wakaguzi wa kata umesaidia kukamata mtu aliyefanya uhalifu mkubwa sana, wananchi kuelimishwa. Ndio. Ilitokea kule wilaya ya Misungwi katika kijiji kinaitwa Kanyerere, ambapo mtu mmoja amefanya tukio la mauaji tena ya kikatili. Alimuua albino, akakata mkono, lakini wananchi wakaelimishwa. Walipata hasira sana kwa kitendo hicho, lakini pamoja na hasira hiyo wakawa wameelimishwa vizuri kabisa na wakaguzi wetu wa kata. Walifanya kazi nzuri, wakafuatilia, wakagundua mtu aliyekuwa ameshika mfuko uliokuwa na mkono wa ule wa yule albino, wakamkamata kwa kutumia ukamataji salama. Ndio. Hawakumdhuru, walikuwa sungusungu zaidi ya 1000 na kitu. Hawakumdhuru, hawakujichukulia sheria mikononi. Bado waliripoti tukio hilo kwa jeshi la polisi. Askari wakafika na mkaguzi wa kata akafika, wakaweza kumkamata tena. Ndio. Tunasema kumkamata tena. Mtu akikamatwa na wananchi, polisi akifika afu anamkamata tena. Kwa hiyo akakamatwa tena, akawekwa chini ya ulinzi na akataja na watu wengine alioshirikiana nao. Na tukaweza kukamata wahalifu wale wote na wamefikishwa mahakamani na wanaendelea kutendewa haki yao kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kuhusu hilo sasa tunalouliza, wananchi bado watu wengi wanakuwa wanakosa umakini. Umeuliza swala la kuendelea ule uhalifu unaofanyika kwenye mitandao. Wananchi wengi bado wanahitaji elimu kubwa. Na wanakosa elimu, lakini pia na kukosa uangalifu. Ndio. Mtu anakuwa kwa sababu ya mambo mengi alionayo anakosa uangalifu. Unaweza kaambiwa tuma hela, mtu anaanza kutuma pasipo kufikiri vizuri. Ndio. Na pasipo kuchukua tahadhari, na pasipo kujiuliza kwamba anamtumia nani hizo pesa. Ndio. Kwa unakuta baadaye watu kama wanakuta ameshatapeliwa. Sasa kazi yetu ambayo sisi tunafanya ni kuendelea kuwaelimisha. Na kimsingi hata nyinyi waandishi wa habari tuendelee kuwaelimisha. Ndio. Tuendelee kuwaelimisha sana mambo haya ya kiteknolojia. Lakini sisi tunakwenda mbali zaidi kuwaelimisha kwamba makosa yale ambayo ni ya kimtandao, kwamba ukifanya hivi unakuwa umefanya kosa kwa mujibu wa sheria ya mtandao na unaweza ukachukuliwa hatua zipi za kisheria. Hiyo sisi tunawaelimisha, lakini si kazi ya mtu mmoja. Kwa sababu mambo ya teknolojia hii pia ni ya hivi karibuni. Kwa hiyo watu wameyapata hivi karibuni, hatuna budi kuwaelimisha. Tuzidi kuelimisha sote. Ni kweli. Okay. Kamanda, kama ambavyo mwenzangu alikupongeza, mimi pia nikupongeze sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwa jiji la Mwanza. Mimi nimefanya kazi kwa karibu na jeshi la polisi kwa kipindi kirefu kidogo huko nyuma, na nimeshuhudia mabadiliko makubwa sasa. Mfano kwenye masuala ya vibaka, kama ambavyo Bwana Renatus amesema, naona vibaka hatuwezi kusema kwamba wameisha wote. Ila kwa kiwango kikubwa sana nadhani wamepungua. Hii mitaa ya hapo Mission hapo ilikuwa huwezi kupita. Vibaka unajua walijenga mpaka mahema wanaishi hapo, unaelewa. Lakini pia kuna swala, kuna dada poa walikuwa wamechukua madangulo pale stendi ya Nyegezi pale. Ilikuwa ni kero kubwa sana, wananchi walikuwa wanalalamika, lakini sasa hivi naona hiyo kero imeondoka. Lakini pia kuna swala la
ili kundi la watoto wa mtaani. Hapo mimi ndipo ambapo nitawekeza swali langu. Watoto wanaoishi katika mazingira, wanaoishi katika, tumezoea kuwaita watoto wa mtaani, ila ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kipindi cha nyuma walikuwa wengi sana, ilikuwa kama ule muda tuliofika sisi, basi pale mjini kati ulikuwa uwezi kutembea kabisa. Walikuwa wanatembea na dispisi, wanatembea na viwembe, yani ilikuwa ni hatari. Lakini sasa hivi tunaona usiku mjini ni salama, lakini maeneo mengi ni salama pia. Wale watoto wamepungua kwa kiasi kikubwa sana, lakini bado wapo na ni watoto, hatuwezi kuliepuka. Haya makundi mengine tunaweza kushughulika nao kwa namna yoyote ile, lakini hawa ni watoto. Tuna mkakati gani wa kuliondoa kabisa ili tatizo la hawa watoto? Asante. Swala la watoto wanaoishi katika mazingira magumu, ndio sisi jeshi la polisi tunasema pia sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Ndio. Ni jukumu la jamii, taasisi za serikali na zisizo za kiserikali, lakini ni jukumu la wakazi wote wa mkoa wa Mwanza. Nasema hivyo nikiwa na maana gani? Kwanza, hayupo mtoto ambaye anaibuka tu yuko mtaani. Hawa watoto wana wazazi, wana baba, waliwahi kupata baba, waliwahi kupata mama. Ni kweli. Kwa hiyo sisi tunasema mtaa hauzai mtoto, au kijiji hakizai mtoto. Mtoto anazaliwa na wazazi, lakini wazazi hao wakati mwingine wanashindwa kutimiza majukumu yao na kuwafanya sasa watoto wabatizwe majina ya ajabu kama watoto wa mitaani. Ndio. Sio sahihi. Ndio. Wakati mwingine tunapouliza watoto tunagundua wana wazazi. Ni kweli. Ila wazazi wameshindwa kutimiza wajibu wao, wakawatelekeza. Sasa ndio maana tunasema hilo tatizo sasa ni changamoto kubwa ambayo lazima ishirikishe watu, serikali na taasisi za kiraia na taasisi za kiserikali, lakini kubwa zaidi ikiwa jamii yenyewe. Tukishirikiana vizuri, hilo tatizo laweza kuisha. Okay. Lakini sisi kama jeshi la polisi tunafanya nini? Ndio. Sisi tunalitizama hiyo changamoto ya watoto hao wanaokaa kwenye mazingira magumu kama ni eneo ambalo tunalitizama kwa jicho la kipekee kwamba hili linaweza baadaye likaongeza uhalifu katika mkoa wetu. Ndio. Kwa hiyo tunalenga katika kuzuia huo uhalifu ambao unaweza ukatokea kwa sababu ya kuachwa tu hivi kwa hawa watoto. Sasa hivi jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kupitia dawati la ukatili wa kijinsia na watoto, ambapo dawati hili liko katika ngazi ya wilaya na katika ngazi ya mkoa. Linashirikiana pia na watu wa ustawi wa jamii. Ndio. Taasisi hizi za watu binafsi kama Kuleana, Ndio. Railway Children na nyingine. Tangu mwezi uliopita Ndio. tumeweka mpango wa kupita kwa wadau mbalimbali. Ndio. Lakini wadau hao wakiwa wanatoka kwenye jamii. Ndio. Kuwaeleza madhara ya kuendelea kutokuwajibika na kusababisha madhara ya kuendelea kutokuwajibika kwa walezi au wazazi. Ndio. Kwamba inaweza kaongeza watoto wale, lakini pia kwenda kuongea na uongozi wa shule ili kuongeza usimamizi na malezi. Ndio. Ili tupunguze
hili wimbi, kazi ambayo imefanyika kwa mafanikio makubwa. Dawati hili limeweza kupita katika kata zote za wilaya ya Nyamagana na Ilemela. Na hivi ninapoongea na nyinyi ni jana wamehitimisha kazi yao hiyo ya mwezi mmoja, ambapo walikuwa wanapita kwenye hayo maeneo. Tumefanya vile pia kuwaangazia watoto wenyewe na kuwapa elimu kwamba sasa haya yameshakuwa hivi, mnaweza mkasaidiwa na taasisi ipi, mnaweza mkapata usuluhisho kwa kufanya mambo gani. Lakini kubwa zaidi tunawahamasisha kurudi mashuleni, lakini kurudi kwa wazazi ambao wapo wanashindwa kuwasaidia. Lakini tunazidi kuwaelimisha kuhusu kutokujiingiza katika matukio ya kihalifu kama uvutaji wa bangi, vitendo vya kulawitiana, kubaka, kutumia madawa ya kulevya, kuvuta hizi petroli au gundi. Tumekuwa tukiwakataza na kuwaelimisha kutokufanya hivyo, lakini na kuambia pia kwamba wao kuwa vile kukaa mitaani wajue kwamba sheria pia haiwapi kinga ya aina yoyote, kwamba pia wanaweza wakachukuliwa tu wakijiingiza katika matukio ya kihalifu. Lakini kwa kufanya hivyo pia tumekuja na fumbuzi mbalimbali. Taasisi hizo nilizozitaja, kila taasisi inaondoka na nini ilichoona kwa ajili ya kwenda kukifanyia kazi. Lakini lengo kubwa ilikuwa ni kunusuru ili wimbi ambalo tunaliona. Na kwenye hilo nichukue nafasi kuwapongeza kusema kweli wenzetu wa ustawi wa jamii, lakini na taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwanza kwa kutambua kwamba umuhimu wa kufanya na sisi kazi, kwa sababu tatizo liko mbele ni moja tu ambalo sote lazima tukabiliane nalo. Ninawapongeza sana, walihitimisha juzi, wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo hivyo ambavyo ndio tunaliona hilo tatizo la watoto wanaokaa katika mazingira magumu. Lakini nipende kutoa wito kwa wazazi, kwa walezi na kwa wasimamizi wa watoto hao kwamba hakuna mtoto ambaye amezaliwa na mtaa. Watoto wamezaliwa na wazazi. Kwa hiyo kila mzazi ana wajibu wa kutunza, kuwalea kwa maadili mazuri watoto wake, ili kuepusha watoto hao kwenda na kuzagaa mitaani na kuwaletea changamoto kubwa kwa ustawi wa maisha yao ya hapo baadaye. Kila mtu akiwajibika vizuri, hawa watoto wanaisha tu. Ni uwajibikaji tu. Na kubwa zaidi lingine ni watu kuzaa kwa mpango pia. Ndio. Kuzaa kwa mpango. Unazaa watoto ambao utaweza kuwasomesha, utawamudu, utaweza kuwalisha chakula. Usiwe kuzaa kwa bahati mbaya. Lakini kila mtoto ana sahani yake. Kila mtu lakini nimeuliza swala lingine la uhalifu, vibaka. Jambo lingine ambalo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunalifanya ni kwenda kufanya mikutano na wananchi. Kwa mfano katika hizi wilaya za hapa jijini Ilemela na Nyamagana, maafisa wakuu wa polisi wa wilaya na maafisa ngazi ya mkoa kwenye dawati la ushirikishwaji wa jamii wanayo maelekezo ya kila wiki kwenda kukutana na wananchi mara 3 kwa wiki. Mara 3 kila mkuu wa polisi wa wilaya na mkuu wa kituo wanaondoka na kuitisha mikutano kwenye mitaa au kwenye kata ambazo zina changamoto za uhalifu, kwenda kuwasikiliza wananchi. Sio wananchi waje kituoni kuja kutoa taarifa. Sisi hatupendi sana watu waje kituoni kutoa taarifa. Tunapenda tuwafate huko, taarifa nyingine tuzisikilizie huko
na wanavyokuwa wameeleza zile kero zao na taarifa zao, maafisa wanarudi na kuandaa mpango kazi wa kioperation, mpango kazi wa doria ili kudhibiti uhalifu huu. Sasa hiyo imesaidia katika maeneo ambayo yalikuwa ni korofi, maeneo kama Mabatini, maeneo kama Buzuruga, maeneo kama Nyamanoro, Kilimahewa, ule uhalifu ambao Igogo, Mkuyuni kule, Timba, yale maeneo ambayo yalikuwa na uhalifu ambao umeota mizizi, tumeweza kudhibiti kwa njia hizo. Sasa hivi watu wanaishi kwa amani. Hakuna mbabe anayetamba kule kabisa. Mbabe akitamba sana sana atatamba masaa mawili, lakini yani kabla hajafumba macho na kufumbua tayari askari wameshafika, wameshampunguzia ubabe wake. Wananchi wanaendelea kupata maisha mazuri, wanaendelea kupata usalama. Hilo ni moja. Lakini nimeongea swala la hawa wadada wanaouza miili yao. Mwanza kama jiji lenye watu wengi, pia na hao wapo ambao sasa sisi hatuwezi kupuuza kundi hili kwa sababu tunaliangalia katika sura ya kuzuia uhalifu. Mtu aliyeamua kuuza mwili wake pia kwa fedha pia aweza kujiingiza katika matukio ya kihalifu. Ni rahisi kuingia katika uhalifu. Uhalifu kwa mfano kuhifadhi wahalifu, aweza kuvuta watu ili kutumika kusaidia uhalifu, lakini pia matumizi ya madawa kulevya, matumizi ya bangi, mambo kama hayo. Kwa hiyo sisi tunawaona kama ni kundi pia linalotakiwa kuangaliwa. Tumekuwa tumekuwa tukifuatilia ili kushirikiana na mamlaka za majiji haya, jiji, manispaa, ili kuhakikisha kwamba tunazuia mambo kama haya, kwa sababu ni kosa kwanza kwa watu kumiliki dangulo. Mtu una nyumba yako alafu unaamua kuitumia ili watu wengine wajiuze upate pesa, ile ni kosa. Kwa hiyo wale wanaohamasisha hizo biashara kwa kufanya mambo hayo tunawachukulia hatua. Lakini niseme jambo moja, hiyo biashara haiwezi kuwepo pasipo kuwepo na mahitaji, wateja. Kwa hiyo hii biashara wanaoikuza sio watu wengine, ni wateja ambao ni wanaume. Nichukue nafasi hii kuambia wanaume wa mkoa wa Mwanza, wa jiji la Mwanza, kutojihusisha na vitendo hivyo vya kununua kupata hizo huduma za aina hiyo, kwa sababu tunachochea vitendo hivyo vya uchangudoa. Lakini pia tunachochea ongezeko la uhalifu, lakini pia wanachochea ongezeko la magonjwa, maradhi, na wanakwenda kinyume na wito wa serikali ambao lengo lao kuu ni kuhakikisha kwamba watu wana afya njema, hakuna mtu anapata maambukizi mapya ya ukimwi. Kwa hiyo uchangudoa pia unahusiana na wanaume na mahitaji. Na watu ambao wanaochochea biashara hiyo si watu wengine, ni wanaume. Nijazie hapo kwenye swali la awali, hususan kuhusiana na hawa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kamanda, kuna wakati mwingine hawa watoto huwa mnawakamata kwa ajili ya kuwadhibiti huko mtaani, huwa mnawakamata kwa wingi kabisa, na kama niko sahihi hapa nchini huwa kuna magereza ya watoto. Sasa sijajua katika vituo vyetu kama huwa kuna mahabusu za watoto au huwa wanachanganywa tu na watu wazima, na kama wanachanganywa, hiyo haina hatari ya hawa watoto kujifunza matendo mengine makubwa zaidi ya kihalifu? Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza
liko mstari wa mbele katika swala zima la kuzuia ukatili wa kijinsia na watoto. Kumchanganya mtoto mhalifu na watu wazima ni kinyume na taratibu na ni ukatili pia. Pale ambapo tumefanya misako yetu, wale watoto wameonekana kujihusisha na uhalifu, wanashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria zilizopo, lakini kwenye uhifadhi wao vituo vyetu vya polisi vyote vina mahabusu ambazo zimegawanyika. Ya watoto, kuna mahabusu ya wanawake, kuna mahabusu ya wanaume. Watoto, wanawake na wanaume au hatuwezi kuwachanganya. Mathalani hapa ukienda pale Nyamagana ndio ambapo kuna dawati letu, ile dawati maalum, utaona namna ambavyo wale watoto wakikutwa na tuhuma mbalimbali wanavyoweza kutunzwa. Wamewekewa mpaka vitanda. Mtakwenda muone pale. Katika kuwahudumia wale watoto. Kuna mazingira mazuri kabisa, mtakwenda muone hapo nyuma tu ya Central. Sawa. Kwa hiyo tunazingatia hilo. Hatuwezi kuwachanganya kwa sababu sisi wenyewe kazi yetu ni kupinga ukatili. Asante. Kamanda, mimi kuna vituo kwa mfano vipya vinavyojengwa. Ndio. Mathalani tutakwenda kituo cha polisi mali ya kule. Ndio. Kuna kituo cha sasa kimejengwa hivi karibuni. Ndio. Na chenyewe kina mahabusu zimegawanyika namna hiyo. Hivi vituo vikongwe kabisa vyote. Ndio. Taratibu umezingatiwa. Kwa hiyo mtoto hajawahi kuchanganya. Kamanda, mimi nikupongeze sana. Mimi bado tena pongezi zangu ziko kwako. Mimi unajua wakati tunazungumza pale mara ya kwanza nilikwambia mimi ni mwenyeji sana hapa Mwanza. Na hali ya usalama wa Mwanza miaka hiyo sisi tupo tunasoma hapa na nini, mimi naijua vizuri sana. Zamani unajua Mwanza imejengwa ndio maana inaitwa Rock City, ni jiji la miamba. Ina vijimilima vingi. Hata hapa katikati ya jiji kuna vijimilima ambavyo vina mawe na mapango. Zamani mapango haya yalikuwa yanatumika, wahalifu walikuwa wanatumia kujificha na kuficha silaha. Yaani wahalifu walikuwa hawatoki mbali, wanatokea kwenye kijimlima. Kuna kijimlima hapa Makoroboi kile, kuna kijimlima hapa kwenye nyumba ya mkuu wa mkoa wa zamani, Nkuruma Road, lakini kuna vijimilima hivyo vingi na kuna mapango mengine mengi. Bugando kuna mapango, ukienda wapi kule Mkolani pia kuna mapango kule. Naona sasa hivi hatusikii kabisa polisi wakipambana na uhalifu katika maeneo haya ya mapango. Maana ni kwamba kule mmesafisha kabisa na kuna usalama wa hali ya juu na hakuna tatizo. Na ndio maana pia ukijaribu kutazama sasa hivi utagundua kwamba katika mapango hayo pia watu wapata nafasi hata kujenga nyumba na kuishi katika maeneo ya karibu na mapango hayo. Zamani hiyo ilikuwa ngumu sana. Mimi naomba tuzungumzie issue ya usalama katika maeneo ya Ziwa Victoria. Zamani pia kulikuwa kuna uhalifu mkubwa sana kule. Wavuvi walikuwa wanaporwa, wanatekwa kule katikati ya maji. Na mbaya zaidi walikuwa wakati mwingine wanatoswa ziwani wavuvi wale. Boti zao zinataifishwa na majambazi. Walikuwa wanachukua zile mashine, zile injini za boti zile, wanachukua zile injini za boti na vitu kama hivyo. Hali ikoje ya usalama katika maeneo ya Ziwa Victoria sasa hivi, hasa kwa wavuvi ambao wao wameamua kulitumia ziwa hili katika kujitafutia riziki zao za kila siku? Ndio. Asante. Nianze na hilo la kwenye mapango. Ndio. Ya Bugando, Bugalika na wapi. Kule yale maeneo yote uliyoyataja yanatoka kwenye mitaa. Ndio. Yanatoka kwenye kata. Ndio. Ambapo kule kuna wakaguzi wa kata. Ndio. Kwa hiyo wahalifu hao waliotaka kutengeneza historia. Ndio. Wameshughulikia kupitia mipango hiyo niliyosema. Yeah. Lakini mpango mwingine ambao tunakwenda nao ni hayo mapango unayoyasema. Tunafanya doria. Ndio. Za mara kwa mara za askari wenye utaalamu mkubwa
kwenda kujiridhisha kwamba kilichoko kule ni mawe na uoto mwingine wa asili. Ndio. Na kama mtu kaenda raia mwema. Ndio. Na sio mhalifu. Kwa hiyo doria nyingi zinafanyika kule. Sawa. Na nipende kuwatoa hofu wakazi wa Mwanza. Kama kuna mtu ana shughuli zake halali za kufanya kule, aende afanye. Ndio. Usalama ni wa hali ya juu. Lakini swala la Ziwani, ndio, ni kweli kwamba kiko kipindi ambacho kulikuwa kuna matukio makubwa ya kihalifu katika Ziwa Victoria. Ziwa Victoria katika mkoa wetu limeunganisha visiwa, ndio, ambavyo wanaishi watu, wanafanya shughuli za uvuvi, wanaishi watu wanafanya shughuli nyingine za kiuchumi, wengine wanasoma. Hawa watu wote wanategemea kwa kiasi kikubwa shughuli za uvuvi. Sasa ni eneo ambalo pia tumeliwekea mipango kazi kuhakikisha kwamba watu wanavua salama na shughuli nyingine zinafanyika katika hali ya usalama na amani. Nini ambacho tumekifanya? Kwanza, kule tumeimarisha doria. Doria za maji zinazofanywa na askari wetu kwa kutumia boti maalum. Na doria hizo zinafanyika mara kwa mara. Zinazunguka katika visiwa vyote na kuwakamata wale wanaofanya uvuvi haramu, tukishirikisha sasa na taasisi nyingine za serikali, lakini kuwakamata wale ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu. Sasa uporaji wa samaki, mitumbwi na injini. Kwa hiyo niseme tu doria za mara kwa mara zimesaidia. Na jeshi la polisi, nirudie tena kumpongeza sana Afande IGP kwa kutupatia vifaa sasa ambavyo vimesaidia katika doria za Ziwani. Okay. Tunazo boti ambazo zinakwenda mwendo kasi. Ndio. Kwa sababu zinaweza zikakimbizana na boti zozote za kihalifu. Hakika. Na zinakwenda kule, lakini pia uwezeshaji wa maana unaweza kuwa na boti kama haina mafuta, haijafanyiwa matengenezo, huwezi kufanya doria vizuri. Ndio maana nasema nampongeza mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania kwa uwezeshaji wa vitendea kazi na kuhakikisha kwamba vitendea kazi vinafanya kazi. Kwa hiyo na sisi tunahakikisha kwamba doria kule Ziwani zinakuwepo. Lakini lingine kubwa zaidi, tumekuwa na mikutano ya polisi jamii kule visiwani. Katika kipindi cha mwaka huu, nadhani mwezi wa 3 au wa 2, mimi kamanda wa polisi wa mkoa nikiongozana na wakuu wa polisi wa wilaya, tumefanikiwa kupita katika visiwa vyote wanavyoishi watu katika mkoa wa Mwanza, kwenda kuzungumza nao ili kubaini watu wanaofanya uhalifu na kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria. Mikutano hiyo ambayo tunaifanya mara kwa mara kwa sababu hatukai maofisini, imetusaidia kwa kiasi kikubwa kuwabaini wahalifu kwa urahisi na kuweza kuwachukulia hatua, na hivyo kuleta hali ya usalama katika Ziwa Victoria. Na jambo lingine ambalo tumelifanya ni vikao vya tathmini ya pamoja. Ndio. Kwa sababu Ziwa Victoria limebeba pia mikoa mbalimbali ya kanda ya ziwa. Kuna mkoa wa Kagera, kuna mkoa wa Geita, Simiu, Mara, Tarime. Tumekuwa na vikao sasa vya kufanya tathmini, kwa sababu hizi operation tunazofanya tunahimiza sana hizi
tunaita doria mtambuka. Yaani doria inaanzia Mwanza inaungana na doria ya wapi? Ya Kagera. Kwa sababu hao wahalifu pia wa majini wanapofanya uhalifu wao waangalie mipaka. Ni kweli. Hata mpaka hawajui kwamba hapa niko Mwanza, hapa niko Kagera. Wao wanachojua ni fursa iko wapi ya kuweza kupora. Sasa na sisi tumeamua kuondoa swala la mipaka. Tunapoamua kushughulika nao, tunashughulika nao kwa ushirikiano. Okay. Tunaita interregional operations. Ndio. Operation kati ya mkoa na mkoa. Interdistrict operations. Operation kati ya wilaya na wilaya. Interstation operations ni kati ya kituo na kituo. Hapo mhalifu wa majini atoboi hawezi kupata nafasi ya kuweza kufanya uhalifu. Kwa hiyo wanadhibitiwa kwa sura hiyo. Okay. Sasa baadaye tunakuja kwenye vikao vya tathmini sasa. Ili kujua changamoto iko wapi, wapi tumefanikiwa wapi, tumekwama wapi. Makamanda wanakutana, wanafanya tathmini na wadau wengine wa sekta ya uvuvi. Okay. Tunaelezana kwa sababu pia tunawaambia ili pia sio jukumu la jeshi la polisi pekee yetu. Ni jukumu la wadau wote. Ndio. Kwa hiyo pale tunapata nafasi ya kuwaeleza, wanatuambia changamoto ilipo na wanajieleza wao wenyewe pia wamefanya nini kukabiliana na hizo changamoto. Wanavyotueleza sasa tunaondoka, tunakwenda na maazimio, tunakwenda na mahitaji, mambo muhimu ya kwenda kuyafanyia kazi, tunakutana tena mwaka mwingine. Okay. Sasa nichukue nafasi kuwaambia kwamba siku ya tarehe 23 tutakuwa sasa na kikao hicho. Mwezi ngapi kamanda? Mwezi huu. Tarehe 23 ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu. 26 samani. Maana tarehe 23 tarehe leo. 26 samani. Okay. Tarehe 26 mwezi wa 5 Ndio. mwaka 2025 itakuwa siku ya Jumatatu. Kikao hicho cha tathmini sasa ambacho kitawajumuisha makamanda wa polisi wa mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Mikoa hii mitano. Kwenu ni 7 wakuu wa operation, wakuu wa upelelezi na wadau mbalimbali wa sekta ya uvuvi. Tutakutana katika kikao hicho ambacho kitafanyika wilaya ya Ukerewe. Okay. Safi. Katika ukumbi wa chuo cha ualimu Murutunguru, Katunguru. Katunguru ambapo pale sasa tutakwenda kutathmini kazi zote tulizozifanya katika kipindi cha mwaka mzima na namna gani tumetekeleza maazimio yetu ya kuhakikisha kwamba tunaweka himaya zetu zilizoko katika maeneo ya Ziwa Victoria salama. Mara ya mwisho mkutano ule ulifanyika wilaya mkoa wa Simiyu katika eneo la Busega. Wakati huu sasa ni wakati wa Mwanza. Tunakwenda kufanyia Ukerewe. Tumeamua mkutano huo upelekwe Ukerewe. Ni kwa nini Ukerewe? Kwa sababu Ukerewe ndipo kuna wavuvi walio wengi na kuna visiwa vingi. Kwa hiyo tunaamini wale wavuvi walioko Ghana, kisiwa cha Ghana, wale wavuvi walioko Ukerewe, wale wa Ukara na visiwa vingine vyote watapata nafasi ya kuja pale na kueleza kama kuna changamoto kwa jeshi la polisi, lakini pia kueleza na wao wamekabiliana nazo vipi. Sababu sio kuja kulialia tu, kuja kueleza pia ni namna gani watu wameacha kushiriki uhalifu ili Ziwa Victoria liendelee kutumiwa na watu wote kwa manufaa makubwa ya nchi yetu na wao wenyewe kama wavuvi, lakini pasipo kuwepo na matukio ya kihalifu.